kamishna msaidizi wa hifadhi Maria Kirombo Saidia, nipo kanda ya kaskazini. Nimekuja hapa Lushoto, lengo kubwa zaidi ni kuweza kuangalia namna gani ya kuunganisha vivutio vilivyoko Lushoto na vivutio vilivyoko hifadhi ya taifa ya Mkomazi. Na tumekuwa tunaangalia pia kuhusiana na huu kanda wa upande wa kaskazini mashariki, tunaona jinsi ambapo utalii haujawa vizuri sana, hatufanyi vizuri kwenye utalii sana. Lakini tumeona kwamba pia namna gani ya kuweza kuunganisha sasa vifurushi ambavyo vitakavyowezesha watalii waweze kuifurahia utalii kwenye ukanda huu. Kwa sababu hata tukiangalia kwa upande wa Mkomazi, tumeangalia njia ya kutoka geti la Kamakota kutoka Mkomazi kuja hapa Lushoto. Ni geti ambalo pia linaweza likawa ni karibu sana kuja kwa Lushoto, na nimeona hapa Lushoto kuna utalii mwingi ambao ni utalii unaohusiana na utalii wa kitamaduni. Kwa hiyo ina maana kwenye ukanda huu tunafikiria kwamba hata tukianzisha huo utalii, kwamba tukiendeleza huo utalii wa upande wa ukanda huu, kwamba mtalii atakapokuja atafurahia mandhari mbalimbali, lakini pia atafurahia shughuli mbalimbali ikiwepo ni za wanyamapori, lakini zikiwa pia kwa kuangalia Big Five kwa hifadhi ya Mkomazi, na kuikia kwenye hifadhi hii, kuja kwenye wilaya hii ya Lushoto wataweza kuona pia uhifadhi wa jamii, au kwa maana ya kwamba utalii wa jamii bana, utalii wa kitamaduni. Lakini pia akiendelea kutoka hapa Lushoto, anaweza akatoka hapa Lushoto akapita tena Mkomazi, akatoka akaelekea Tanga. Akitoka pale akaelekea Tanga, pia anaweza akaenda Sadani, akaweza kuenda kwenye utalii wa fukwe na pamoja na utalii wa kwenye maji. Ataona wanyama mbalimbali, ataona pia na mandhari mengine kwa hifadhi ya Sadani. Kwa hiyo ndio lengo kubwa zaidi, kwenda kuangalisha vivutio, lakini pia kuangalia namna gani hii sakiti au ukanda huu utaweza kuwa na uelewa zaidi kwa watalii wetu, na uweze kutumia ukanda kwa ajili ya utalii. Kwa hiyo labda yote kwa yote, labda wewe kama kamishna, labda nini wito wako kwa wananchi ambao wanaozunguka maeneo haya, unawapa wito gani? Wito wa wananchi ni kuweza kuendelea kutumia fursa kwa ajili ya utalii, kwa sababu kama tunavyosema kwamba tunaangalia pia vivutio vya utalii, na maana wananchi wanaozunguka kwenye maeneo hayo au kwenye hizo njia za utalii waweze kutumia utalii, waweze kutumia utalii wa kiutamaduni, waweze kutumia vivutio vilivyo kwenye maeneo yao, ili waweze kupata faida na waweze kupata maendeleo mazuri kwa faida ya kwao na faida ya kizazi kinachoelekea. Kwenye kipindi hiki ambacho tunajiandaa kwa ajili ya kupokea ugeni wa African, ina maana tunajaribu kuangalia pia namna gani ya kuweza kuona kwamba ni namna gani ya kuweza kuwafanya au kuhamasisha watalii wanaokuja kwa kipindi hiki cha African waweze kuja katika ukanda huu wa kaskazini mashariki, kwa maana ya kwamba ukanda ule mwingine wa kwenda kuelekea Serengeti, ule ukanda ni watu wameshakuwa na ujua na wanaona jinsi ambapo unaendelea, lakini ni vizuri tuangalie namna gani ya kutawanya au kudiverse utalii kwenye ukanda huu, na mwisho wa siku hata kwa mtalii yule ambaye hataki sana makundi mengi, hataki kukutana na watalii wengi sana, kwamba atakutana na vivutio mbalimbali, ikiwa ni hifadhi ya Mkomazi ambayo ina wale Big Five wote atawaona, lakini pia ataona vivutio vingine huko Lushoto, ataona vivutio vingine kwenda Tanga, ataona vivutio vingine kwenda hifadhi ya Sadani. Kwa hiyo tunahamasisha kwamba katika kipindi hiki cha African, hata kwa wananchi wajiandae, waone namna gani ya kutumia fursa hizi za kuweza kutumia kipindi hicho cha kuweza waweze kutangaza, lakini waweze kutumia na vivutio vyao, watalii waweze kuja kwenye vivutio hivyo na waweze kufurahia vivutio mwisho wa siku katika kipindi hiki cha African. Sumaye, mkuu wa wilaya ya Lushoto. Siku ya leo tuna furaha sana kupokea ugeni kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, makamishna na pamoja na askari kutoka TANAPA, wakiwa na malengo mahususi ya kuangalia jinsi gani tunaweza kushirikiana kwa pamoja, serikali ya wilaya, halmashauri pamoja na wao, katika kufanya jambo moja kubwa la kufungua korido hii ya katikati. Sisi tuko katikati ya mashariki na kaskazini. Kwa hiyo hapa tuna mbuga ya Mkomazi, lakini Lushoto kama Lushoto
na yenyewe ni eneo ambalo lina utalii mkubwa. Sasa tunataka kuangalia tuna link vipi mbuga ya Mkomazi pamoja na utalii ulioko Lushoto, alafu tunautangaza kwa pamoja ili tuweze kuleta tija na kuongeza mapato. Nchi yetu inaweza ikaongeza bajeti yake kwa kiwango kikubwa sana kupitia sekta hii ya utalii. Kwa hiyo tumejaribu kufanya mazungumzo mbalimbali ya namna ya kuboresha shughuli za kiutalii katika wilaya ya Lushoto in relations to Mkomazi, mbuga ya Mkomazi. Kwa hiyo hapa sasa hivi tunafanya kazi moja kubwa ya uimarishaji wa geti la kuingia Mkomazi lililoko Lushoto, lakini pia mahusiano yetu, kuboresha mahusiano baina ya wahifadhi hawa wa TANAPA, wa TAWA pamoja na sisi kama serikali ya wilaya. Labda idea yao au ushauri wao, wewe kama mkuu la ulipokeaje sasa wageni? Nimepokea ushauri wao na maoni yao kwa mikono miwili, na sote kwa pamoja tutafanyia kazi yale ambayo wameona kwamba tukiyafanya yanaweza kuleta tija, ikiwa ni pamoja sisi kama halmashauri, kama serikali ya wilaya ya Lushoto kupitia halmashauri yetu ya Lushoto tumeshatenga eneo kwa ajili ya kujenga airstrip, uwanja wa ndege mdogo ambao utasaidia mbuga ya Mkomazi kuweza kupokea wageni wengi moja kwa moja. Unajua kutoka Zanzibar ukitaka kwenda Mkomazi maana yake ni lazima uteremke Dar es Salaam labda au uteremke Arusha, usafiri kwa masaa zaidi ya 7 kwa mwendo wa gari. Kwa hiyo hiki kitu kina discourage kidogo watalii, lakini tukiwa na uwanja wa ndege ambapo wanaweza kusema day trip, wanateremka Mkomazi, jioni wanaondoka, maana yake tutakuwa tumefungua Mkomazi kwa kiwango kikubwa sana. Naitwa Josephat Naiman Mwaya, ni afisa utalii mkuu wa halmashauri ya Lushoto, na leo tumepokea ugeni kutoka shirika la hifadhi ya taifa TANAPA kutoka kanda ya kaskazini, ambao kwa kushirikiana na hifadhi ya taifa Mkomazi tumekuja kutengeneza mashirikiano ya shughuli zinazofanyika ndani ya hifadhi ya taifa Mkomazi na shughuli za utalii ambazo ziko ndani ya halmashauri ya Lushoto. Kama tunavyofahamu kwamba halmashauri ya Lushoto ina vivutio vingi vya utalii ambavyo ni vivutio vya kijiografia, lakini vipo vya kihistoria, lakini pia kuna vivutio vya kiutamaduni. Kwa hiyo ndani ya vivutio ambavyo viko ndani ya halmashauri ya Lushoto ni pamoja na hifadhi ya taifa ya Mkomazi, kwa maana ya kwamba hifadhi hii ipo ndani ya mkoa wa Tanga, lakini pia ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa mkoa wa Tanga iko miongoni mwa wilaya ambazo zinapakana nazo ni wilaya ya Lushoto. Kwa hiyo kwa kufanya hivi inaweza ikachagiza na tunaamini itakuza zaidi na kuongeza chachu ya maendeleo ya shughuli za utalii, kwa sababu utalii unaofanyika huku juu sehemu kubwa ni utalii wa jamii, kwa maana ya utalii wa kiutamaduni, na watalii wengi ambao tunawapokea wakati mwingine wanakuwa na matamanio makubwa ya kufika hifadhi ya Mkomazi, lakini shughuli zinazofanyika hifadhi ya Mkomazi bado hazijawa na muunganiko moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri kwa ushirikiano huu tunaamini tutaenda kuchagiza uendeshaji wa shughuli za utalii ndani ya hifadhi ya Mkomazi. Naamini kwa ujio wa TANAPA kutakuwa na mwamko mkubwa, kwa sababu kama ambavyo inaonyeshwa kwenye mpango wa uendeshaji wa shughuli za utalii ndani ya hifadhi ya Mkomazi, kwenye hifadhi ya Mkomazi tuna geti ambalo linaitwa Kamakota ambalo liko upande wa Lushoto, ambalo geti hili kwa muda mrefu halijawa active kwa maana ya matumizi, na wageni wetu wengi ambao wanatembelea milima ya Usambara wanapomalizia trip zao wanatamani wafike kwenda kuona wanyama ndani ya hifadhi ya Mkomazi. Kwa hiyo kwa ujio wa wageni hao, kwa sababu kuna mikakati tunaenda kuiweka kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na kufanya hilo geti liweze kufanya kazi, basi tunaamini kutakuwa na ongezeko kubwa la wageni ndani ya hifadhi ya Mkomazi, lakini pia na milima ya Usambara au wilaya ya Lushoto kwa ujumla. Hawa TANAPA najua lengo lao kubwa lilokuja ni hali ya kukuza utalii. Sasa je, kama halmashauri mmejipangaje sasa kwa wageni ambao watakuja katika halmashauri ya Lushoto? Nyinyi mmejipangaje? Sisi cha kwanza tulichojipanga ni kuboresha miundombinu ya malazi, kwa sababu naamini kwenye kipengele ambacho mtalii anahitaji kuwa assured ni malazi, kwa maana ya kwamba kabla hajaenda kutembelea hifadhi, lakini je, anawezaje kupata huduma nzuri za malazi. Huku tuna aina nyingi za malazi, tuna mahoteli makubwa, tuna homestays, lakini tuna hostel, tuna apartments ambazo zote ni miundombinu ya malazi ambayo inaweza kusaidia watalii. Kwa moja cha kwanza tulichojipanga ni hicho, lakini cha pili
wadau wetu muhimu ambao wanafanya shughuli za utalii ndani ya wilaya ikiwepo tour operators, kuwapa information za kutosha ili waone kuna mabadiliko makubwa ilivyokuwa mwanzo na ilivyo sasa. Kwa mfano, zamani tulikuwa tuna hifadhi ambayo unaweza kaenda kuona Big Fives kwa wakati moja, ilikuwa ni hifadhi labda ya Serengeti na Ngorongoro, lakini kwa sasa tuna hifadhi ya Tanapa ambao rhino au faru kama mnyama muhimu ambaye yuko sehemu ya Big Five alikuwa hajaanza kutumika kwenye shughuli za utalii. Kwa hiyo sasa hivi ili uweze kuona Big Five kwa Tanzania lazima ufike Mkomazi, ndio unaweza kaona hao wanyama kwa wakati moja. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tunaenda kuwaambia ujumbe kuwafikishia ni pamoja na ujumbe huu.